nimesema mara nyingi na leo nasema tena mbele ya mamlaka yenyewe, tuheshimu sana mamlaka. Neno la Mungu linatufundisha hivyo. Mimi nilizungumza sana zaidi ya mara 10 kuwaasa vijana kwamba tulieni, acheni mchezo. Sasa particular kwa Watanzania wote, tuheshimu mamlaka. Hata kama una hoja, inapotoka kwa staha na heshima, inakuwa na impact kwa anayeipokea. Kwa hiyo tukiwa na heshima, Mungu anatukuzwa. Na tukumbuke kwamba mamlaka yeyote inatoka kwa Mungu. Ndivyo neno la Mungu linavyotufundisha. Kwa tunapaswa kuiheshimu, lakini pia kuombea mamlaka. Unabeba mzigo mkubwa, ni mzigo wetu pia kuombea Mungu awahekimishe, Mungu aonekane katika taifa letu na kwa viongozi wetu. Katika salamu, kabla sijasema mengi, niwaombe mpokee salamu kutoka kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye alinituma jana kuja kwenye shughuli ya uhifadhi na utalii kumwakilisha katika shughuli ambayo alikuwa yeye awe mgeni rasmi. Na leo niliwasiliana kumwambia kwamba nitakuwa kwenye ibada katika kanisa hili, kanisa kuu letu hapa Arusha. Anawasalimia sana na anawapongeza kwa kazi kubwa mnayofanya, hasa ya kuliombea taifa. Na Baba Askofu, umekuwa clear, umekuwa ukisikika, ukiweka msimamo wazi unaohusu kuliombea taifa, lakini pia na ukitoa malezi kwa vijana wa Kitanzania. Baba Askofu, nikupongeze sana, jambo unalofanya ni jambo kubwa sana. Umewaasa vijana wa Kitanzania kuhusu kuheshimu mamlaka, kutii mamlaka, ikiwa ni agizo la vitabu vyetu vitukufu, ni agizo la Mungu. Unasaidia kwa kuasa hivyo, unasaidia mpaka ngazi za familia zetu na maisha yetu ya kila siku. Baba Askofu, katika kutuasa vijana wa Tanzania unafanya jambo jema sana, na hii iwe spirit ya taasisi zote za dini, kuwaasa wa Tanzania kuwekeza katika malezi ya watoto wetu, katika malezi ya vijana wetu. Zamani ukifuatilia malezi ambayo vijana tulikuwa tunapewa, malezi watoto waliokuwa wanapewa, yamesaidia mpaka leo tuna nchi ambayo inaheshimiana, watu wanaheshimiana, hawabaguani kwa makabila, hawabaguani kwa dini, hawabaguani kwa vipato. Ni nchi moja. Lakini kuna mahali nadhani tumelegalega kwenye malezi ya watoto wetu na vijana wetu. Tumeanza kuona matokeo hasi yakitokea. Kwa hamasa yako Baba Askofu ya kutuasa wa Tanzania, nadhani na sisi serikali tunatoa rai kwa taasisi zote za kidini, viongozi wa marika mbalimbali, tuendelee kuwekeza kwenye malezi ya watoto wetu, malezi ya vijana wetu. Leo hii mtu anaweza akafurahia wakiona maybe mamlaka ama uvunjifu wa heshima kwa mamlaka ama viongozi wa serikali, lakini tabia hiyo itakapomea itakwenda mpaka ngazi za familia.
Ndio maana sasa hivi kidogo kidogo, zamani ilikuwa unaweza ukaona watu wanajibizana kwenye siasa tu. Sasa hivi imeanza kwenda watu wanaweza wakajibizana mpaka kwenye masuala ya imani, ambayo ni jambo la hatari sana. Ni jambo la hatari kwenye taifa, watu wakiwa na ujasiri wa kufanya kitu hata dhidi ya askofu ambacho kinavunja heshima. Ni jambo la hatari. Watu wakakejeli mpaka kiongozi wa dini, shehe au mufti. Ni jambo la hatari. Mzee anatokea, mzee mtu mzima mstaafu, awe mzee tu ambalo kualika au lingani naye, unatokea amesema jambo, unatokea unajibu kama ni mwanarika mwenzako. Ni mambo ya hatari. Hiki ambacho umeendelea kukisisitiza, na sisi serikali tunaendelea kusisitiza malezi kwa watoto shuleni, taasisi zetu za dini na kwenye ngazi zetu za familia, ili tuwe na taifa ambalo lina watu wanaoheshimiana. Niliposema nitakuja kusali hapa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alishanibirifu kwamba kuna jambo kubwa linaendelea la ujenzi, na akasema anavyosikia wenda na uzinduzi ukawa unafanyika. Nilifikisha salamu hiyo pia kwa Mheshimiwa Rais. Sasa niwaletee salamu kutoka kwa Mheshimiwa Rais kwa kuunga mkono shughuli hii inayoendelea, na kwa kweli rais wetu, Mungu ambariki sana. Mimi kwa sababu nimekuwa msaidizi wake nikiwa waziri wa fedha na nimekuwepo serikalini hii sasa awamu ya 4 nikiwa serikalini, naweza kukiri, naweza kudiriki kusema hakuna rais ameunga mkono jitihada za ujenzi wa nyumba za taasisi zetu za dini kama Daktari Samia Suluhu Hassan. Ameshiriki sana. Kwa uchache tu nataja hayo, lakini pia ameendelea kushiriki katika shughuli hizi mara kwa mara panapokuwepo na jambo la aina hii. Amenituma niseme kwamba atawaunga mkono kwa shilingi za Kitanzania milioni 50. Asante sana.